Karibu soko kuu Njombe. Soko la kisasa lililojengwa katikati ya mji wa Njombe. Katika harakati za kila siku za kujitafutia kipato, wafanyabiashara wadogo kwa wakubwa, wanawake kwa wanaume, hukutana hapa soko kuu Njombe. Katika shughuli zao za kila siku, wafanyabiashara hawa wakati mwingine hulazimika kutembea na watoto wao, haswa wale watoto wadogo ambao bado wanahitaji uangalizi kutoka kwa wazazi wao. Changamoto ni je, watoto hawa wako salama katika maeneo ya kazi ya wazazi wao? Hapo awali wafanyabiashara hawa katika soko kuu Njombe walilazimika kuwatunza au kuwapumzisha watoto wao chini ya meza za biashara maarufu vizimba. Mazingira haya hayakuwa rafiki kwa usalama, makuzi na malezi ya watoto hawa, kwa kuwa yalitengenezwa maalum kama hifadhi ya mizigo, vitu visivyotumika na wakati mwingine hutunza taka ngumu. Linapokuja suala la usalama na malezi kwa mtoto, mama anahusika moja kwa moja. Mwaka 2022 wakati wa uzinduzi wa soko hili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliona haja ya wafanyabiashara hawa kuwa na sehemu salama ya kusaidia malezi ya watoto huku wakiendelea na shughuli za kujitafutia kipato. Wakati mama yuko kazini na biashara zake, watoto wanashughulikiwa mahali pazuri, wanapata chakula vizuri, wanakuwa vizuri, wanapata elimu mapema zaidi hata ya ABCD, AEO, wanatunzwa vizuri. Kwani mbona mkurugenzi na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya katika soko hili, angalieni nafasi nzuri, mwigizaji mliweke vizuri. Dalili ya mama kukaa na mtoto mgongoni kutwa nzima, hii itatuletea matatizo ya migongo baadaye. Watoto wawe wanatunzwa sehemu. Kwa maana hiyo itabidi mchangie kidogo kwenye matunzo ya watoto wenu, kwa sababu watoto wale watahitaji kubadilishwa pampers, watoto watahitaji uji na maziwa, wale wanaowatunza na wenyewe wanahitaji pesa ya sabuni. Kwa hiyo itabidi mchangie kishule chenu cha watoto wakiwa wanatunzwa, nanyi mnafanya kazi zenu. Kwa maelekezo yake, halmashauri ya mji Njombe ilitekeleza agizo la kuanzisha kituo cha kulelea watoto wadogo, yani daycare center, ambacho kipo ndani ya soko kuu Njombe. Majina naitwa Faraja Waitoni Mjujuru. Ni mfanyabiashara ambaye nashinda soko kuu. Nikaanza kujishughulisha kama mama mjasiriamali. Kwa hiyo nilipokuja soko kuu, ikalazimu mtoto nipeleke kule juu shuleni. Kwa hiyo mtoto anashinda kule juu kwenye daycare. Mimi niko hapa naendelea kufanya biashara. Ukiwa na mtoto ni changamoto mbalimbali ambazo unaweza kuzipata. Kwa mfano anaweza kaja mteja alafu uko na mtoto. Ina maana anapokuja mteja inabidi yule mteja tena mtoto umtoe umpeleke kwa jirani afu uje mhudumie mteja. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli mimi nimefurahi hata kwa ajili ya kufungua ile shule. Kliniki nazingatia, pia hata chanjo nazingatia, kwa sababu chanjo sasa ameshamaliza tayari ya miezi 3.5 ameshaichoma. Ila kwa sasa hizi kwa kliniki, kwa sababu walikuja wale wa afya akasema kliniki tuwe tunapima hapa. Kwa hiyo kila tarehe 23 mama ambaye wa soko kuu amempeleka mtoto kule juu, ina maana atapima sokoni na chanjo zitapatikana sokoni. Hatuwezi kwenda tena huko dispensary za mitaani au huko tuko kwa tunapima. Kwa mfano mimi nakaa Nzenge, ina maana iko lazima mpaka nipime mtoto kwanza siku ya kliniki afu nije hapa. Lakini sasa hivi wamenirahisishia, ina maana kila tarehe ile ambayo mtoto natakiwa apimwe wanapima hapa. Kwa kweli mimi nawahamasisha mama wapeleke watoto kule juu, ni kuzuri. Kwa majina naitwa Meliana Mwagama na ni mfanyabiashara hapa sokoni. Geti ile la kuingilia hapa, kuingia upande huu wa matunda. Kwa mimi kama mimi binafsi, swala la shule kwangu mimi nimeona kidogo limenipa wafadhali, kwa sababu mazingira yanayoshinda mimi ni mazingira ambayo yana baridi sana, upepo mkali. Mtoto mara nyingi amekuwa akiumwa kifua mara kwa mara.
lakini nilipoanza kumpeleka juu kule shuleni, kuna uafadhali mkubwa ambao nimeupata. Kwa saizi hivi ni msimu wa numbu, ilikuwa inanibidi nisifanye hii shughuli kwa ajili ya kumbembeleza mtoto. Muda mwingi sana nakuwa na mtoto. Ufanyaji wangu wa hii kazi ya kumenya numbu ni mgumu sana. Lakini hivyo mpeleka juu kule, napata muda wa kufanya biashara yangu kwa uhuru, sababu nafanya kazi kwa kiasi, naenda namwangalia, namnyonyesha, narudi. Naendelea na biashara yangu, ikifika jioni namchukua. Nimeepuka na vingi, sababu ningesema kwamba siwezi kumpeleka shuleni, nimwache nyumbani. Umri wake ni mdogo, miezi 6, na ni mtoto ambaye anahitaji maangalizi makubwa ya mzazi au ya mlezi. Lakini ninashukuru juu kule shuleni niko mpeleka, wako vizuri. Mtoto anamwangalia kwa wakati, huwezi kufika mtoto amelia muda mrefu. Na wakiona mtoto analia kiasi cha kusema hatuwezi kumbembeleza, wakupigia simu, mzazi njoo tusaidie mnyonyeshe. Mtoto unafika yupo mazingira masafi, msafi, amekula. Na mimi napata wafadhali wa kufanya kazi. Kiukweli wazazi tujitahidi, sababu watoto ni wa kwetu na biashara ni za kwetu, na hela tunayoitafuta tunatafuta ni kwa ajili ya huyo mtoto. Kituo hiki kipo na kinaendelea kuwahudumia watoto wa wafanyabiashara wa soko kuu Njombe, lakini pia watoto wengine kutoka maeneo jirani ya soko. Utaratibu wetu wa kumleta mtoto hapa ni kwamba, na malipo yanakuaje, ni kwamba ukishamleta mtoto wako hapa, tuna utaratibu wa malipo kwa siku, tuna utaratibu wa malipo kwa wiki, tuna utaratibu wa malipo kwa mwezi. Malipo ya kwa siku ni shilingi 2,000. Mtoto wako atakula asubuhi, atakunywa uji, mchana atakula chakula jumlisha matunda, jumlisha mboga mboga, jioni atakunywa uji, atakuwa ameondoka ameshiba kwa shilingi 2,000. Lakini ukiona kwamba unaweza ukatoa kwa wiki, unaweza ukachangia shilingi 10,000. 10,000 hii atakuwa mtoto wako atapata huduma kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Ataweza kupata huduma zote kama nilizozisema hapo awali. Lakini kama unataka ulipe kwa mwezi, utalipa shilingi 40,000. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba kwa siku ni shilingi 2,000, kwa wiki ni shilingi 10,000 na kwa mwezi ni shilingi 40,000. Kituo hiki kinatoa malezi na huduma zote muhimu kwa watoto wadogo wanaoanzia umri wa miezi 3 hadi miaka 3. Wawapo shuleni, watoto hawa hupata lishe bora, elimu ya awali. Wanaohitaji kunyonyeshwa hunyonyeshwa kwa wakati. Lakini idara ya afya, lishe na ustawi wa jamii hufika na kutoa huduma ya kliniki ya mkoba pamoja na michezo ya kuchangamsha kwa watoto wote ambao wanapata malezi katika kituo hiki. Kwa watoto ambao wana umri kuanzia miezi 3 mpaka mwaka 1, huwa wanapata uchangamshi na walezi wao. Pia watoto kuanzia mwaka 1 na mwaka 1 mpaka miaka 2, wao pia wanapata uchangamshi na yale matendo ya mwanzo ya kumwandaa mtoto, kwamba kuna kama kuhesabu, kuimba na baadhi ya michezo. Lakini watoto wa miaka 3 mpaka 4, wao wanapata uchangamshi, pia wanasoma, wanaingia darasani. Nawabadilisha
Pia wanaokula chakula nawapa chakula. Kuna wengine ambao hawali na kuna wengine ambao wanakula, wanakuwa na muda wao wa kula, ila kuwabadilisha mtoto anavyojichafua tu huwa tunambadilisha. Hatuna muda maalum wa kuwabadilisha watoto wadogo. Mtoto ambaye ana umri chini ya miezi 6 huwa anakuja kunyonyeshwa na mzazi wake baada ya masaa 2. Tukiona amechelewa huwa tunampigia simu anakuja kumnyonyesha. Kwa mujibu wa sheria ndogo za soko, ni marufuku watoto kuzurura hovyo sokoni. Sokoni Daycare imekuwa ni suluhisho bora kwa usalama wa watoto hawa. Kwa hiyo sheria tulizojiwekea ni pamoja na mzazi anatakiwa alete mwanae hapa sokoni kwa manager aweje kumregister, yani kumsajili. Hii inaambatana na kukutana na afisa ustawi wa kuweza kukutana na huyo mzazi wa mtoto na kumweleza namna gani mtoto anahitaji kutunzwa. Kama soko, viongozi wa soko, manager, afisa ustawi, tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na tumejiwekea sheria ndogo ndogo. Sheria ndogo ndogo ni pamoja na mtoto akifikishwa hapa asubuhi, mzazi ahakikishe amempeleka kule juu na mwalimu anampokea mtoto. Lakini pili ni mchango kidogo ambao mzazi huwa anachangia kuhakikisha mtoto anapata huduma kama uji, maziwa, chakula. Lakini utaratibu mwingine kwamba ikifika pale jioni lazima mzazi aende kule darasani amchukue mtoto. Kwa hiyo kama ofisi ya mkurugenzi na wafanyabiashara tumekubaliana na tukasainishana kasa mikataba kama mkataba huu hapa kwamba mzazi, jina la mtoto, jina la mzazi, mtoto ana umri miaka mingapi, na akikiuka sheria hizi hapa sokoni ndogo ndogo mzazi tunamfanya nini. Kwa hiyo tumekubaliana vizuri na wafanyabiashara wameafiki na wazazi wameafiki, ndio maana kituo chetu kinafanya vizuri na kinaendelea vizuri. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Sokoni Daycare iliyopo ndani ya soko kuu Njombe imekuwa ni mfano wa kuigwa kwa kuhakikisha watoto wa wafanyabiashara wanakuwa salama wakati wazazi na walezi wakiendelea kufanya biashara kwa uhuru na amani. Halmashauri ya mji Njombe inaendelea kutoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanatunzwa na kulelewa katika kituo hiki ambacho kipo ndani ya soko. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kituo ambacho alituletea kwa ajili ya watoto wanaosoma hapo Daycare. Ni kituo kizuri sana na tunashukuru wazo alilolitoa kumpatia mkurugenzi, na mkurugenzi akalifanyia kazi vizuri na watoto wanaendelea kusoma pale. Si watoto wa soko tu, hata watoto walioko nje ya soko hili wanawaleta watoto wao pale kwa sababu ni kituo bora na ni safi, kimetulia, watoto wanajisikia amani kabisa wanaposoma kule. Usalama wa mtoto wa mfanyabiashara katika soko kuu la Njombe ni Sokoni Daycare. Daycare hii ni mfano bora wa malezi na maendeleo kwa mtoto. Karibu Sokoni Daycare.